Na kukaribisha katika kipindi bora cha saa ya neema na kweli. Hii ni saa ya neema na kweli ambayo unakwenda kusikia mambo ya kweli na neema yake. Mungu ni mwema sana. Siku kama ya leo umeisubiri kwa muda mrefu, lakini hujapoteza kuisubiri na hujapoteza kuwepo hapo. Wewe unatuangalia online, wewe unatuangalia kwenye TV hii, wewe unaniangalia nyumbani saa hizi umekaa kwa kupitia DVD, chochote ambacho unakitumia, basi ujue umebarikiwa sana, kwa sababu ulichaguliwa siku ya leo kusikia haya maneno ya uzima. Mungu amekubariki. Tunaenda break fupi, tukirejea tunaingia kwenye saa ya neema na kweli. Ni saa ya neema. Karibu sana. Naitwa Pastor Caesar, mzee wa neema. Niko na Apostle Oscar. Apostle Oscar, asante sana. Karibu sana Apostle. Nikukaribishe wewe mtazamaji. Na najua kabisa umeshawatumia wawili watatu kaambia bwana mzee wa neema yuko hewani. Leo niko na Apostle. Maana ukishaona hiyo ukishaona hii timu hii column imekaa hivi, ujue kuna shida. Yaani ujue kuna shida. Yaani kuna vitu sio vya kawaida vinatoka. Kwa hiyo kama mkao wa kupokea vitu visivyo vya kawaida. Apostle, ndio. Kipindi kilichopita tumezungumza mambo mengi sana. Lakini kuna jambo tuliligusa ambalo likaonekana kama lina interest kubwa na watu. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo nikaona sio vibaya leo tukalizungumza hilo tu. Asante. Tusiongee mambo mengi, maana tuliongea hichi, tukaongea hichi. Lakini leo tuongee jambo hili tu. Tufocus na hili tu. Na lenyewe sio lingine, ni fungu la 10. Asante. Maana tuligusa au kikumi wenyewe wanaita kikumi. Kikumi. Wanaita kikumi. Yaani kikumi. Kwamba inakuwaje kikumi? Sisi tukasema watu wamefika mahala sasa wanategemea kikumi ndio kwenye kubarikiwa kwao. Mimi sisi kwa kweli tulivyozungumza juzi tukasema hii ni kama laana. Yaani mtu unapotegemea kikumi kwenye kubarikiwa kwao ni laana. Kulindwa kwao, kulindwa kwa mali zao. Unasema umjaribu Bwana. Uone kwa nini? Anasema sehemu pekee yake ambapo Mungu amesema ajaribiwe ni kwenye kutoa fungu la 10. Hapo ndio unaweza kumjaribu. Kwa hiyo tukasema leo tuzungumzie tu hicho. Ndio tunaweza tukaflow kuanzia hapo. Asante sana mtazamaji aweze kusikia. Asante sana. Mzee Neema, kama ulivyosema, ni kweli kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye eneo la fungu la 10. Na ni kati ya maeneo ambayo yameleta kongwa zito kwenye kanisa la Kristo. Kabisa. Na watakatifu wanateseka sana katika hilo eneo. Ninafahamu na ninao ushuhuda wa watu ambao mwanzoni walionekana ni kondoo walionona na ni wazuri kwa wachungaji, wakanyonywa walipoisha, wakatupwa huko pembeni na hawathaminiwi tena. Kikumi hawajali kwa sababu hawana kikumi. Maisha si kila siku yanaenda. Alikuwa mzuri alipokuwa TRA, alipokuwa Vodacom, alipokuwa sijui wapi. Anapomaliza kazi hatoi tena kikumi kile alichokuwa anatoa, kwa sababu kazi imeondoka. Yuko nyumbani. Sasa unakuja kugundua huyu mtu naye anashika, mbona kama mwanzo alikuwa ananithamini sana huyu mtu, siku hizi amekuaje? Hauna kikumi cha kutoa, ndio maana hakuthamini. Hesabu haifiki. Kwa hiyo yeye yuko pale kuangalia kile unachotoa, sio kuangalia roho yako. Lakini napenda Bwana anavyosema kwamba alisema nitawaletea wachungaji watakao wachunga, watakao kufanya yale yaliyo katika moyo wao. Kwa hakika mzee wa neema na ujasiri kusema wachungaji wenyewe ndio sisi tumefika. Sio kwamba kuna mwingine kuzungumza haya maneno. Kuzungumza kweli ambazo yani atuongei kwa sababu ya kikumi. Tunaongea kwa sababu iko hivyo. Yaani wakati unaongea hivyo imekuja lile neno unasema alilosema Yesu, anasema mmepewa bure toeni bure. Hilo neno huaga naliangalia sana. Limekaaje ile? Mmepewa bure toeni bure. Lakini imekuwa kwamba siku hizi ili tutoe lazima tupewe kikumi. Umeona sasa? Sasa tukianza mimi napenda tuanze tu kwenye fitina zenyewe zilipo. Tuanze tu kwenye fitina. Kwa sababu haya mambo tumekuwa tukiongea, hatukupata nafasi ya kuongea live kama hivi. Lakini tumekuwa tukiongea na baadhi ya watu. Tutaanza kwenye source yenyewe. Mimi na chanzo cha kikumi. Tukisoma maandiko kwenye Agano la Kale, sehemu ya kwanza ambayo inaanza kuongea fungu la 10 ni kwa Abraham. Mwanzo 14. Twende pale tumzee wa neema. Tuanzie hapo. Mwanzo 14. Na tutaendelea tu kote huko
na kuiona fungu la 10 lilivyokaa, namna ilivyokaa, na watu kwa nini wanaitetea, kwa sababu kuna wakati mwingine tukiongea ikuweka ule ukweli wa Kristo alivyo, watu wanakata, wanasema Abrahamu alitoa, na sisi kama watoto wa Abrahamu kwa imani lazima tutoe ili tumuunge mkono Abraham, ili tumuunge mkono Abraham na tuonyeshe kwamba tuna imani kama Abraham. One time nikawa nasema kama unataka kuwa na imani kama Abraham, chinja basi na mzali wako wa kwanza, ili uonyeshe una imani ya nani? Ya Abraham, na unamfuata kwa sababu yeye alimtoa Isaka, na wewe mchukue Isaka kamtoe milimani, afu ishi kama Abraham kila kitu. Lakini sio kweli, unaona tu ni kwamba watu wanatafuta kitu fulani wapate. Ile Mwanzo 14 kuanzia mstari, nisome kuanzia mstari wa 13. Anasema mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abraham Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abraham. Abraham aliposikia kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, wakawafuata mpaka Dane, wakajipanga wapigane nao usiku. Yeye na watumwa wake wakapigana, wakawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Rutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Abrahamu alipokuwa Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nao ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema. Huyu Melkizedeki alileta kwa Abraham wakati Abraham anatoka vitani, anarudi sasa. Akamletea mkate na divai. Akamletea mkate na divai. Anasema akambariki akasema, Abraham abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatwaa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu ya watu waliokwenda nami, yaani Aneri na Eshkoli na Mamre, na watwae wao sehemu zao. Hii ni habari ambayo Abraham alikuwa ameenda kumkomboa Lutu ndugu yake ambaye alikuwa ametekwa na huyu mfalme ambaye tumeambiwa Abraham alimpiga. Akiwa anarudi baada ya kuwarudisha wale ndugu waliokuwa wametekwa, Abraham akiwa anarudi akakutana na Melkizedeki. Melkizedeki sifa zake zinaongewa sana kwenye Waebrania 7 pale. Inaongea ana baba, ana mama, ana mwanzo wa siku zake, ana mwisho wa siku zake, si nini, ambaye kihalisi ni kama inamfunua kwamba ni Kristo. Akakutana naye. Melkizedeki yeye ndio alianza kumpa Abraham mkate na divai. Akampa mkate na divai. Ambao of course tusiende huko, tusitaki kuvuta sana huko, ni kwingine tena. Ila tunarudi kwa Abraham. Abraham, maandiko yanasema akampa Melkizedeki sehemu ya 10. Alitoa wapi Abraham? Na alikuwa vitani. Mateka, nyara alizochukua vitani. Akatoa kwa Melkizedeki sehemu ya 10. Alafu alipomaliza kutoa sehemu ya 10, sehemu ya 90 akawarudishia vijana na wale waliotekwa, wale watu ambao walivamiwa, vile vitu vikatekwa kwao. Na vingine ambavyo maka naamini kule ukiteka si unateka mpaka vya adui. Kwa hiyo ina maana kuna vingine vya adui ambavyo Abraham alirudi navyo, ila hakuchukua hata kimoja. Vyote sehemu ya 90 akawapa watu. Huyu mfalme akawa anamwambia kwamba Abraham, mfalme wa Sodoma, kwamba bwana, naomba nipe jeshi lako, nipe hao watu wako, hizi mali zote baki nazo. Anasema hapana, mimi mali hizo sitaki, wewe chukua tu. Hizi nimempa mfalme wa Salemu sehemu ya 10. Sehemu ya 10. 90 chukueni mali zenu. Chukueni wote, chukueni. Isipokuwa zitakuwa zimepungua kidogo. Na zimepungua kwa sababu vijana huko vitani walikula hivi. Mimi nilikuwa sina namna na vitu kama hivyo. Hapo wengine walifanya kazi nzuri, unajua. Afu ikaishia hapo. Ikaishia hapo. Abrahamu ina maana kwa lugha rahisi ya kuendelea kutoa fungu la 10. Sasa mzee wa neema, yani hapo sasa. Yaani hapo ndo na mimi ni moja kati ya maswali ya msingi. Yaani alitoa fungu la 10 mara moja. Na ilikuwa sio mali aliyefanyia kazi kulima, sio yake. Aliyeteka tu. Aliyoteka, Baada ya kuteka akampa jamaa fungu la 10.
ndizo zilizobaki akawagaia wale wenyewe, akaenda nazo, akaondoka na akasema siondoki hata na uzi, msije mkasema nimetajirishwa na ninyi. Ina maana tayari alikuwa tajiri jamaa, alikuwa ni tajiri, lakini katika utajiri wake hakutoa sehemu ya 10 mpaka anakuwa tajiri, mpaka siku hiyo anasema mtu asije akasema nimetajirishwa na utajiri alionao. Shilingi moja ya 10 hajawahi kutoa. Alafu hizi anazokuja kutoa ameteka mateka wakati huo, amekuja ndio anatoa hizo. Alafu 90 na yeye haendi nayo nyumbani, anaiachia, anawaachia wale wengine hapo. Alafu yeye anaondoka kama alivyokuja na askari wake anarudi. Ninapenda sana hiyo habari. Mimi napenda habari moja hapo tumeisoma hapo nyuma. Anasema akachukua silaha akawapa vijana wake. Napiga picha eti jamaa akachukua silaha akawapa vijana wake waende wakapigane na majeshi ya nchi yameteka watu. That was very great man. Yaani sawa. Ukienda tukiamba kidogo kwenye hiyo ya taifa, yani ukiangalia Abraham na yule anayeongewa makanisani ni vitu vili tofauti kabisa. Abraham alikuwa ni jeshi. Abraham alikuwa ni mtu. Kwa sababu hii jeshi aliyopigana nao walikuwa ni wafalme karibu 3 kama sikosei. Wameungana na silaha zao zote. Na silaha zao. Jamaa mmoja akachukua silaha akawapa vijana wake. Wakaenda wakapambana, wakarudisha mali zote na wale waliotekwa wote wakarudishwa. Afu anakutana na mfalme Melkizedek. Ila kuna kitu umekiongea, nimependa kwamba Abraham ina maana alitoa mara moja. Once. Hakuendelea tena kutoa. Haukuwa mtindo wake wa maisha. Akuambia kila mwezi Abraham tukutane hapa. Unipe sehemu ya 10. Na mimi nitakupa divai. Najua ng'ombe wako na mbuzi na kondoo watakuwa wanaendelea na kuzaliana. Sasa uhakikishe unaendelea kutoa sehemu ya 10 ili niwe na kulipa. Ambayo inatupa fundisho kwamba sio kitu ambacho kilikuwa ni endelevu. Ilikuja ni kama by the way, afu ulikuja ni ufunuo. Sio kitu ambacho tunajenga hapo, tunakaa hapo, tunakandamiza wengine hapo, hapana. Haikuwa hivyo. Ndivyo mimi fundisho ninavyoliona hapa. Sio mzee Neema unaliona. Mimi naliona hapo kwamba wao wametokea kwenye hiyo. Wanasema hiyo ndio inawapa msingi kwamba watu watoe fungu la 10 kwa sababu Abraham alitoa. Lakini tunaona kabisa kwamba kumbe Abraham alitoa mara moja. Na kuendelea na hiyo biashara. Na alitoa kutoka kwenye mali alizoteka. Hazikuwa mali za kwake. Ndio hicho. Umeshaniona? Ndio. Kwa hiyo inapoteza hivi maana. Inapoteza maana. Lakini sasa wanaweza wakaja wakasimamia wakasema lakini huko mbele kwenye Torati wanasoma inaamriwa kwamba tutoe, kwamba watu watoe fungu la 10. Waisraeli watoe fungu la 10. Wawapelekee watu fulani. Wanasimama kwenye hilo. Tena mzee Neema, huko najua huko kote tutafika. Safari yetu tutafika mpaka huko. Ile tulikuwa tunaanza kwenye mzizi wa fitina huko. Huko kwenye Torati ya Musa ameongea kuhusu kutoa. Kule najua tukiongea kibana vizuri na kimbiliaga huko kwa Abraham. Ndio maana tunataka tufunge ukurasa wa Abraham tuelewane vizuri. Mimi nafahamu pia moja kati ya vitu ambavyo wanasema unajua lazima utoe kwa kuhani. Abraham alipeleka kwa kuhani na kuhani ndio akambariki Melkizedek. Umenielewa? Kwa hiyo na wapo makuhani ambao nafikiri wao sijui ni special sana ambao nasema lazima ulete fungu la 10 kwa kuhani ili kuhani afanye nini? Akubariki. Si unaona Melkizedek alibariki Abraham. Kwa hiyo sisi kama wana wa Abraham, sisi kama tuna imani ile Abraham lazima tulete kwa makuhani. Lakini ukija kwenye Agano Jipya Yesu anasema sisi wote ni makuhani wa kifalme. Ametuosha kwa damu yake na kutufanya ukuhani wa kifalme. Maana hakuna mtu ambaye ni special zaidi ya Kristo. Yaani unajua kitu kimoja ni kuna tofauti. Kuna kupeleka zaka kwa kuhani ambaye sio mfalme. Ambaye sio mfalme. Umenielewa? Alafu kuna kupeleka zaka kwa kuhani mfalme. Ushaniona? Hawa ni watu wawili tofauti. Hawa makuhani wote wa Kiyahudi walikuwa wanafanya ukuhani peke yake, lakini walikuwa sio wafalme. Lakini sisi tumeoshwa kuwa ukuhani wa kifalme. Asante. Na sio kwamba ni mtu mmoja au wawili waliooshwa. Waliooshwa na damu ya Kristo kuwa ukuhani wa kifalme ni wengi. Sasa nani apelekewe fungu la 10? Asante. Ndio hiyo sasa tunapokuja. Hivi ninavyoongea mimi ni kuhani wa kifalme. Wewe unayendazama ni kuhani wa kifalme. Nani apelekewe fungu la 10? Kwa mujibu wa Torati. Sababu Torati lazima iende kwa kuhani. Ndio. Huyo ndo alipewa ruksa ya kula fungu la 10. Sasa Yesu ametufanya wote kama makuhani. Wote tuliomwamini. Yaani kanisa zima wote ni makuhani. Ni makuhani. Nani apewe fungu la 10? Nani apewe fungu la 10?
It means labda Yesu mwenyewe ndio aje asimame pale, alafu wote tuanze kumpelekea Yesu. Kumpelekea yeye. Labda itokee hivyo. Na in fact Yesu anasimama kwa sababu kwa wote waliopo kanisani Yesu amesimama ndani yao. Amesimama ndani yao. Yupo ndani yao. Sasa tunampa nani? Kwa sababu ndani ya sisi Yesu yupo. Ndani ya Apostle Oscar Yesu yupo. Sasa tunampelekea nani? Nani ale fungu la 10? Kuhani gani ale fungu la 10? Kwa hiyo hii nafikiri mimi mzee Neema nafikiri mengine majibu wage wanayapata hao watu. Kadiri tunavyoiongea, hivi unaona kabisa kwamba wewe ni kuhani, anasema sisi ni makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya peculiar people. Kama sisi ni makuhani wa kifalme, ni makuhani kabisa. A royal priesthood. A royal priesthood. So a priest, a royal kuhani priest. Falme. Kuhani wa kifalme. Sio ukuhani wa kifalme. The whole church ni makuhani wa kifalme. Kwa hiyo kama tukienda kwa mujibu wa Torati, ndio wote wapokee fungu la 10. Wote. Labda kama kitu ambacho labda sasa sisi tunashauri ni sisi kama Paulo anaposema hapa sio Bwana anasema ila ni sisi tunashauri. Tupeane zamu za kupeana mafungu ya tuandike zamu. Tuandike mtu fulani tu hapo tukae kwamba pastor, tupeane zamu, tupeane mwezi huu utachukua wewe, mwezi mwingine utachukua hawa, tutagawana hizi fungu la 10. Kwa nini? Wote si makuhani. Sio mzaa, iko serious hivyo. Very serious. Tugawane hivi vitu. Tugawane ili wote tushiriki hiyo sehemu yetu ya ukuhani. Kwa sababu kama hii tithe ni kwa ajili ya makuhani, basi wote tushiriki. Tena mzee wa Neema ukienda mbali zaidi, nafikiri tutaikuta huko, nafikiri kuna maeneo unajua utayapekenyua. Fungu la 10 ukienda hata huko kwenye sheria, hawakuwa wanakula makuhani peke yao. Kabisa. Ukiona Musa anavyoelekeza, maskini alikuwa anapata kwenye fungu, ndio unapofungua. Ngoja uone. Tuisome. Unajua? Ukiangalia fungu la 10 lilivyokaa kwanza. Hata kama linapelekwa mahala sahihi, ndio, au kwa watu sahihi, ndio, lakini linapopelekwa pale mimi naona pana utata kidogo. Katika maana gani? Sehemu ambayo fungu la 10 linatakiwa liende ni sehemu ambayo Bwana amechagua yeye. Bwana amechagua. Yaani kwa mujibu wa Torati. Lazima Bwana ndio awe amepachagua. Haiendi popote. Asante. Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nataka nisome kumbukumbu la Torati hili. 14 hiyo. Tuisome tuangalie tu utaratibu wa fungu la 10. Maana tusiseme tu watu leteni fungu la 10 no. Utaratibu. Kwa hiyo fungu la 10 unayoleta. Kila kitu kinakwenda kwa utaratibu. Na wasikia jamaa wanasiasa sisi wanasiasa lakini tunawasikia wanaochombeza mambo yao. Si mheshimiwa hajafuata utaratibu. Si hajafanya hivi. Kwa kila kitu kina utaratibu wake. Ni kweli. Kila kitu kina utaratibu wake. Ndio. Kwa hiyo na mimi nasema kwamba inawezekana kabisa jamaa wanachukua fungu la 10. Lakini utaratibu wa kulichukua fungu la 10 haujakaa sawa. Ni sawa kabisa. Tusi bypass vitu vingine afu tukaviacha vingine kwa sababu tu tunataka, kwa sababu hapa hichi kingine tukiacha kwa sababu ndio kinaleta kimeshaleta kabisa. Lakini tufuate na utaratibu wa kuileta hiyo fungu la 10 kwa maelekezo ya maandiko ambayo tunayatumia kuchukua fungu la 10 kutoka kwa hawa watu. Lazima maandiko yaliyoelekeza yafanywe hivyo. Tusinyofoe tu mambo na kufanya mambo yetu. Ndio mzee. Tuisome tuione utaratibu wa fungu la 10. Asante. Kumbukumbu ya Torati 14. Nianze kusoma mstari wa 22. Ndio. Usiache kutoa zaka. Ndio. Unasikia haya maelekezo? Usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Ndio. Kumbukumbu ya Torati 14:22. Ndio. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Ndio. Naye utakula mbele za Bwana. Hivi unasimama, sijui kama nimeongea sana hapo. Hayo maelekezo sasa. Maelekezo anasema hivi, usiache kutoa zaka mbele za Bwana. Nawe utakula mbele za Bwana. Yaani hizo zaka unazitoa wewe lakini unakula wewe. Wewe unashiriki kula. Ndio maana unasema mambo inabidi tule wote. Wasio kula watu fulani bwana. Lakini watu bwana wamechukua kwamba hizi ni za kwao tu. Hapana. Sema 10 cha fulani, 10. Acheni bwana, tuache hayo mambo bwana. Sikiliza. Anasema hivi, nawe utakula mbele za Bwana. Utakula nini? 10 hicho ulichotoa hicho.
nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apakalishe jina lake. Sio ule tu mtaani. Mahali atakapopachagua alikalishe jina lake. Utakula hapo zaka ya nafaka zako na divai yako. Na nini? Mimi nimeongea sana. Na nini na mvinyo. Na mvinyo. Sio juisi. Sehemu kama hizo tafsiri unaona walikosea. Unatakiwa juisi. Na divai yako. Na divai yako. Unakula mbele za Bwana. Asante. Kikumi. Unawe unakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana. Yani vile unavogonga vitu vya fungu la 10 lako ndio unajifunza kumcha Bwana. Haleluya. Hivi umeona utaratibu wa fungu la 10 mpaka leta raha. Yaani kama wakati na ile fungu la 10 ndio unajifunza Bwana, najifunza kumcha Bwana wakati naendelea kugonga. Divai iko pale na hizo menu nyingine ziko, kondoo zangu ziko pale, mafuta yako pale, nagonga menu. Najifunza nagonga wine yangu huko najifunza kumcha Bwana. Ukigonga wine umejifunza. Revelation fulani ya kumcha Bwana. Ukigonga kondoo unajifunza. Sio uchukue upeleke kwa mtu. Wewe kikumi chako unakula. Asante sana. Kwa mujibu wa Torati. Si tunasema kutoa fungu la 10 kwa mujibu wa Torati. Twende kwenye utaratibu wake. Utaratibu wake unavyosema. Ndio? Wewe sikiliza, naendelea kusema. Na njia ikiwa ndefu mno, nawe usiweze kuzichukua kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno atakapopachagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo mstari wa 25, ndipo uzibadili ziwe fedha. Asante. Uza. Hapo uza. Yaani njia ikiwa mbali sana, kama vile labda amepachagua Bwana Morogoro, mimi hapa niko Dar es Salaam. Ndio. Kule mbali. Kwenda na kondoo mpaka kule. Ng'ombe. Anasema uza. Mazao. Uza. Kwa sababu fungu la 10 hilo lazima litolewe mahala ambapo amepachagua Bwana. Alafu kuna kitu kingine mzee Neema hapo nakipata kwenye hiyo unayosema. Fungu la 10 kumbe hazikuwa zinatolewa fedha. Kwa sababu hiyo instruction kwamba uza upate fedha ili iwe wepesi kwenda alipopachagua Bwana. Sasa sikiliza hapo mbele. Maelekezo yanaendelea. Asante. Hiyo nitaka sio upeleke fedha. Nitaka au haitajiki fedha. Nitaka unaotosikia wajue kwamba fungu la 10 haikutolewa fedha kwa. Na wasiseme kwamba fedha haikuwepo. Fedha ilikuwepo kwa sababu anakuambia kama ni mbali uza uchukue fedha afu uende kule. Asante. Ukishafika kule ufanye nini? Sikiliza maneno ambayo nataka ufanye. Ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako. Ndio. Hata mahali alipopachagua Bwana Mungu wako. Na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako. Ukishafika pale, yani pale ukishafika unaangalia nigonge vitu gani? Kama huu ni ukweli. Ambao uko tu machoni petu, ni ukweli. Hata wewe unaweza kufungua Biblia yako. Tunasoma Kumbukumbu ya Torati 14. Tumeanzia mstari wa 22, sasa hivi mzee wa Neema amefika mstari wa 26, 25, 26 ndio tunaendelea. Unaweza ukasoma pia kwenye Biblia yako. Itakachotamani roho yako. Ndio. Iwe ng'ombe, au kondoo, ndio, au divai, ndio, au kileo. Kileo gani? Na kileo kimo. Bible ya Kiingereza inasema strong drink. Yani vitu vikali. Yani kwa lugha rahisi kama unashindwa kuelewa, whisky. Au konyagi, umezoea konyagi. Kwa hapa konyagi. Bwana anaagiza, sijui viroba, sijui. Yani viroba vimekataa. Hivi kumbe vimekataa. Una taarifa? Sina taarifa. Usikilizie habari bwana. Asante sana. Najua wengine
hawapendi, lakini sio sisi. Ni maandiko ndio yanasema. Ni maandiko au kileo. Yaani kitu ambacho ukinywa unalewa. Ili mradi umekitamani. Na zile fedha unazo, nunua. Fedha ambazo umeuza fungu la 10 ulilokuwa umeuza fungu la 10 kule, umetenga fungu lako la 10, afu umeuza, umepata zile fedha. Tembea mpaka kule Bwana alipopachagua. Nikasema kama ni Morogoro na Dar es Salaam, umeshafika Morogoro, ukifika kule Morogoro, angalia sasa unachotamani. Unahitaji ng'ombe au kondoo? Unahitaji divai au pombe kali? Hapo sasa ndio unaamua sasa, bwana mimi naona hapa na vijana hapa tuwachukulie soda. Ndio. Kwa sababu anasema ukienda kule mbele anasema wewe na familia yako. Ndio. Vijana hapa tuwachukulie soda. Kwa hiyo mnatamani nini vijana? Tunatamani soda fulani. Sema okay, tunanunua hizo. Alafu na mama vipi, unapenda kuunga nini? Sema mimi labda kondoo. Kondoo napendelea zaidi, basi tuchukue na kondoo. Lakini mimi napenda ng'ombe bwana. Kwa hiyo mimi nachukua ng'ombe. Okay, kwa upande wa vinywaji mama utapendelea nini? Mimi sipendi vitu vikali sana. Divai itanifaa. Santiana. Santiana. Kaya bo. Sasa mzee mzima anasema unajua ukishakula vitu vizito ili vipate ile nini kusagwa kirahisi. Wanasema kusagwa kirahisi. Nafikiri karibu mzee wa Neema. Nafikiri Johnny Walker. Johnny Mtembezi wanasema. Mimi sijasema. Ni scripture. I'm sorry guys. Mimi sijasema, ni scripture. Kama tunafundisha fungu la 10, yani hivi tunavyoongea. Hivi ndio ilivyo. Ndio inavyotakiwa. Ndio inavyotakiwa. Yani kama tuko serious na fungu la 10, ndivyo ilivyo. Sio ndio maelekezo. Haufanyi unavyotaka kufanya, unafanya kwa mujibu ya utaratibu ulivyowekwa. Nje napo ni laana. Ni laana tu. Sisi tumeamua tufundishe Torati. This is the law. Hii ni sheria inavyofundisha. Mwingine anaweza katusikia hivi anafikiri tunafanya dhihaka, tufanye dhihaka. Tuko serious. Ila kilichofundishwa ndio dhihaka ambayo inaendelea kwenye kanisa. Watu hawataki kusema ukweli wa kile ambacho maelekezo ya hicho ambacho wanakingangania kukiweka ndani ya kanisa yanatakiwa yafuatwe. Ila haya ndio maelekezo. Kama wewe unasali Kinondoni, si unasali Kiwalani, si unasali Mbezi, si unasali Mwanza, si Mtwara, si wapi. Yaani haya ndio maelekezo. Unaingia zako pale, unachagua kile nani unaanza kugonga. Malizia mzee. Unajua bwana? Hapo maneno unajua ni Musa mwenyewe. Huyu ni Musa. The king of the law. Asante. Mfalme wa sheria. Anatoa haya maelekezo. Instruction za fungu la 10. Asante. Kama alivyosema huko mwisho anasema msile nguruwe, msifanye nini? Na huko anaendelea anatoa maelekezo ya fungu la 10. Usiache kutoa zaka. Ndio. Lakini zaka hii itoe kwa utaratibu huu. Tena mzee wa Neema samani, unajua umenibariki hapo, univuta moyo wangu. Iko tunarudi hapa. Yaani huku juu ulivyoigusa vile anavyozuia watu wasile nguruwe. Lakini watu wanakula sungura. Ila na sungura na zenye kakataza. Amekataza. Na samaki asiye na magamba. Yaani kama utaki kula nguruwe kwa sababu Musa alikataza, usile na sungura, usile na kambale. Usile na ngamia. Vyote kaviorozesha huku juu. Yaani mimi sielewi kwa nini watu wananyofua vitu fulani afu vingine unaviacha. Kwa sababu mfumo wa Torati ya Musa umekaa kama rozari au tasbih. Kwa Muislamu tasbih ukitoa kadungu kamoja inapoteza maana ya tasbih. Lazima iunganike kila kitu. Lazima iunganike kwa sababu kila moja, kila kifungu ina maana yake, anakwenda na kodi yake, iko kodi fulani. Ukimwona amenyamaza hivi lakini huku kwenye mkono anafanya hivi, lakini huku maneno yanaendelea kwenye kinywa chake. Kwa nini? It's a code to code. Code to code. Sasa kwa nini sisi tunataka tutoe? Sisi tunanyofoa. Vidungu vingine tunaviweka pembeni, vingine tunachukua hapana. Hapa tuchukue yote. Huduma ya Spirit Word Ministry iliyopo Ilala Boma, jengo la Mwalimu House, ghorofa ya kwanza, inakukaribisha kwenye ibada ya neno la Mungu iliyojaa neema juu ya neema, kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana. Pastor Siza Masisi, mzee wa neema, anakukaribisha kujifunza neno na kulijua neno. Bible inasema kwenye Waefeso, manabii, mitume, wainjilisti
wote hao wamepewa kazi kuhakikisha wewe unafikia kwenye hilo jina kuitwa Kristo. Lakini watoto wa Mungu wako ni watumwa, yani watumwa tu. Mtakuwa watumwa mpaka lini? Ndio maana sheria za Musa zinawatesa. Kwa nini? Kwa sababu hamjui nyinyi nani. Wewe ni juu wa kila kitu. Mlete jirani, rafiki, ndugu na wengine wote. Kumbuka ni kila Jumapili saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753999989. Ilala Boma, jengo la Mwalimu House, ghorofa ya kwanza. Wote mnakaribishwa.